Jana Yanga wakimtandika mtu goli 5, George Magunga goli 5-0. Jana asubuhi tulizungumza hapa na mwalimu Amani Josia na akasema plani yake, tena ile plani yake ulikuwa ukisikiliza unaona kabisa imenyooka na Prison leo Yanga atoki kwenye ile plan. Lakini baada ya mchezo alizungumza kitu kingine tofauti na akisema kwamba ni kama wachezaji wake makosa binafsi aliwapa mabao Yanga, ni kama walikuwa wanawapa mabao Yanga timu yake, wachezaji wa timu yake. Sasa Magunga, kama mtu kocha anasema hivyo, wachezaji wake ndio walikuwa wanawapa mabao waliokuwa wanafungwa Yanga, manake setup ya timu haikuwa sawa sawa, mfumo kwa ujumla ya walivyokwenda ku approach mchezo. I mean unajua kwamba Juma mwalimu anaweza kaiandaa timu kwa katika kila eneo, lakini ndio tuendelee tu. Lakini katika utekelezaji bado anabakia ni wachezaji wenyewe kiwanjani. Ndio. Nafikiri mpango ulikuwa sahihi kwangu mimi. Lakini namna ambavyo wachezaji wa Prison walikuwa wanatekeleza majukumu ndo hawakuwa katika usahihi kwa 100%. Amezungumzia issue ya wachezaji wake kuwazawadiwa Young Africans magoli. Ndio. Sio kwamba walikuwa wamezawadiwa hivi. Ni kutokana na jitihada pia za Young Africans. Bila ya mpira nafikiri walikuwa timamu zaidi, kwa sababu moja ya kitu ambacho Tanzania Prison walikuwa wanajaribu kukifanya wakiwa na mpira ni kujaribu kutengeneza mashambulizi yao kutokea kwa sebu pale golini. Na kitu ambacho kilikuwa kinakosekana kwao, nafikiri walishindwa kutengeneza faida nzuri ya idadi ambayo itawasaidia wao kuizidi idadi ya Young Africans wakiwa hawana mpira kwenye eneo lao, kwa maana kwenye eneo la Tanzania Prison. Na kilichokuwa kinatokea ni kwamba Young Africans kipindi ambacho walikuwa wanajaribu kuweka pressure zaidi kwenye mpira ndio kipindi ambacho Tanzania Prison walikuwa wanajikuta matatizoni zaidi. Nitakukumbusha hapa, angalia goli ambalo lilifungwa na Pacome, magoli yote mawili yaliyofungwa na Pacome ni kutokana na makosa ambayo yalifanyika kwenye eneo la ulinzi. Goli la kwanza mlinzi wa kati upande wa kulia alifanya kosa. Nafikiri inategemeana pia na changamoto ya uwanja, kwa sababu mguso wa kwanza ulikuwa sahihi, lakini namna alivyotaka kukokota ule mpira ilikuwa sio sahihi. Alikutana kama na kizingiti kwenye ule uwanja, kwa mpira ukabaki yeye akaenda. Kwa hiyo Pacome alichokifanya ni kuchukua mpira na kwenda nao golini, na hakukuwa na umbali mrefu baina ya pale tukio lilipotokea mpaka goli lilipo. Lakini goli la pili ni changamoto nyingine, ambapo Jumanne El Fadhil alifanikiwa kumwadaa mchezaji wa kwanza, alikuwa ni Clement Mzize. Mchezaji wa pili akafanikiwa, lakini mchezaji wa tatu alikuwa ni Kratos Chota Chama, wakati nyuma alikuwa ni Mudathiri haya basi. Chama alichokifanya ni kuiba ule mpira kwenye miguu yake, touch moja kwenda kwa Mudathiri akafanya maamuzi sahihi zaidi, kupiga pasi kwa Pacome akaweka goli lingine. Lakini alizungumzia pia namna ambavyo watakuwa wanafanya kazi zao bila ya kuwa na mpira. Akatuambia kwamba atajaribu kupress kuanzia juu. Yes Juma. Ndani ya takriban dakika 25 nilishuhudia game bora sana kwangu mimi binafsi. Why? Ni kwa sababu Prison of course waliwanyima kabisa Young Africans kushambulia zile corridor za katikati ya kiwanja, na Young Africans walikuwa wanalazimisha sasa kupita katikati ya kiwanja, kitu ambacho kilikuwa kinawawia ugumu, kwa sababu ukiwaangalia Prison walikuwa wana idadi nzuri kwenye kuzuia, lakini walikuwa wanawasiliana vizuri kwa usahihi, kulikuwa hakuna makosa. Lakini pia nilipenda kazi nzuri walikuwa wanafanya na Sabianka kwenda kumfanyia Magnari ili Aucho. Bwana mdogo Beno Ngasa alikuwa anajaribu kuwa press na center back wale wawili Young Africans, kwani kama kuna muda mpaka pasi Yanga zikawa zinapotea, yani wanavuka mpaka mstari wa kati and then wanakosa mpango sahihi namna gani wakafungua Prison. Nafikiri baada ya kutoka Prince Dube alikumbana na changamoto ya majeraha. Baada ya Chama kuingia pale ndipo ambapo sasa walianza kupata majawabu. Hakuna haja tena kupita katikati ya kiwanja, kwa sababu kuna njia tatu za kujenga mashambulizi. Utapita katikati, utapita pembezoni mwa uwanja, na unaweza kupiga mipira mirefu ya juu, kwa maana kugombania duels and then kushambulia mpira wa pili. Kwa Young Africans walichoopti wao ni kuanza kutumia maeneo ya pembeni, kwa sababu katikati ya Manjosi alifanikiwa. Kwa hiyo tuanze kushambulia maeneo ya pembeni, na ndio hapo sasa ukaanza kuona kazi inaanza kufanyika. Fullback wote wa Young Africans wanasogea juu kushambulia kwa kasi. Pacome anakuwa wide. Nafikiri jana pia matumizi Boka na Pacome walikuwa na maelewano mazuri sana, kwamba Pacome anapokuwa pembezoni kabisa mwa uwanja, Boka hatakiwi kusogea juu kabisa, anapaswa kuwa ndani kidogo kwa ajili ya kumbaka Pacome. Hata kama mpira ukipotea inampa urahisi wa kupress, kwa sababu anakuwa karibu sana, kwa sababu Pacome pia ana technique nzuri akiwa na mpira mguuni. na ana uwezo wa kupunguza walinzi wawili mpaka watatu na kufanya kitu kitokee.
kabla goli halijafungwa la kwanza kabisa, Yanga ilitengeneza nafasi mbili clear. Kama unakumbuka kuna nafasi ambayo Clement, zilikuwa nafasi zote kwenda kwa Clement Mzize, zilipigwa cross ndani, Clement Mzize akashindwa kutumia zile nafasi kabla goli halijatokea. Lakini ukiacha magoli mawili ambayo yalifungwa kutokana na makosa, magoli mawili yalifungwa kupitia maeneo ya pembeni. Goli la Mudathiri limefungwa kutokea upande wa kulia ambako alikuwa anacheza Israel Mwenda. Angalia goli alilofunga Mwenda limetengenezwa kupitia upande wa kushoto ambako anacheza Pacome na Boka, na ile pasi itoka kwa Boka kama unakumbuka. Lakini kitu kingine ambacho nilikiona, walifanikiwa pia kwa sababu hakuna kitu kigumu Juma kama kuifanya timu kuwa na utulivu kipindi ambacho imepoteza au kipindi ambacho ipo nyuma ya margin ya goli nyingi. Inawezekana goli 2, 3. Wachezaji ni ngumu sana kubaki kwenye mpango mama. Mara nyingi wanaanza kuwa wana react kufanya kile ambacho hata hakikuwa kwenye mpango wao. Kwa Prison wakaanza kuwa wazi, wakiamini kwamba tayari tumeshafunga goli 3, goli 4. Maybe tuanze kwenda kusogea juu na si kutafuta chochote kitu. Wakati wanasogea juu, nafikiri ndio hapo mechi ilianza kuwa nyepesi kwa Young Africans zaidi, kwa sababu ukiwapa space Young Africans watamtumia Mudathiri kufanya movement, watamtumia Maxi kufanya movement. Na angalia hata goli ambalo limeenda kufungwa na Kratos, ni goli ambalo limetokea katikati ya kiwanja. Of course kwangu mimi Clement alikuwa katika eneo la kuotea, lakini angalia ile goli lilipotokea kwanza, ni space ambayo iliachwa katikati ya kiwanja, imepigwa pass, Beka ameshindwa kucheza mpira, Clement kapita nyuma ya yule mlinzi alikuwa Jumanne Al-Fadhil, and then kaenda kwa Mwada goalkeeper, kaweka mpira kwa Chama akafanya tap in. Kwa hiyo aliyosema jana kocha Prison, of course kuna baadhi ya vitu mimi nilikuwa naviona kwa maana ya idea nini ambacho kwa nakifanya, lakini katika utekelezaji hawakuwa na usahihi kwa asilimia kubwa sana. Na kitu kingine ambacho nafikiri kilienda kuharibu kabisa, nafikiri ni ile pressing intensity ya Young Africans. Yani ile kasi, wakiwa na mpira. Yanga wakati hawana mpira, walikuwa hawapi kabisa Prison muda wa kupumua au muda wa kukaa na mpira kabisa. Na hata Prison kipindi ambacho kanafanikiwa kuhakikisha wanasogea kwenye eneo la Young Africans, bado idadi yao ilikuwa iridhishi. Walikuwa na idadi ndogo kwenye kushambulia ukikompea na idadi ya walinzi wa Young Africans. Kwa hiyo nafikiri licha kutokuwa na performance nzuri baada ya dakika 25, lakini bado kuna vitu chanya ambavyo mwalimu inawezekana alitoka navyo pale, ataenda kufanyia kazi kwenye mchezo utakaofuata. Evansi, ni nadra sana kwa timu za madaraja ya chini ama madaraja ya kati kuwa na huo umiliki wa mpira kwa muda mrefu wanapocheza dhidi ya timu kubwa ambayo ina quality kama Yanga, sio? Yeah. Kwa hiyo hicho anachokizungumza Magunga, wewe ulikifikiri, ulitegemea kwamba pengine hata Prison wangeweza kuwa na huo umiliki wa angalau waweze kupumua na mpira wakati wanacheza na timu ambayo ina kiu, ina njaa kutaka kuchukua ubingwa na wachezaji wenye ubora wa juu? Sikutegemea hicho kitu, na kama utakumbuka Juma jana nilikwambia moja kati ya kitu ambacho kitawakosti Prison ni wao wakiwa na mpira. Yani huo ndio wakati ambao wao wanakuwa kwenye riski kubwa sana, kwa sababu wao wakiwa wanatafuta njia ya kutoka golini kwao kwenda kwa Young Africans. Young Africans ni watu ambao wamekuwa wanakusubiri ufanye makosa. Ukifanya makosa kwenye turnovers umeisha. Na ndicho ambacho kilikuwa kinatokea jana. Wanatoka nyuma pasi ya kwanza ya pili, pressure imekuwa kubwa, wamepoteza mpira, Young Africans wamefika. Na kitu kingine, Prison sio timu ya kumiliki mpira, na ukiwa unacheza na timu kama Young Africans, kupossess mpira ni jambo gumu sana, kwa sababu wao wanao watu ambao wana uwezo wa kupasia, wana uwezo wa kuamua nini kitokee. Mtu kama Khalid Aucho tunajua ubora wake, ukimtazama Mudathiri haya sio pasa mzuri, ila bado anakugarantii timu ikiwa haina huo mpira. Na ndio maana ukiangalia kwenye matukio mengi ya kupora mipira utakutana na Mudathiri, na ukiangalia kwenye matukio mengi pia ya kushambulia utakutana na Mudathiri. Na ndio maana pia amefanikiwa kufunga hata goli, kwa sababu amekuwa na hizo movements za kwenda na kurudi, kwa sababu mapafu yake yanamruhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo Prison nilijua tu kabisa mechi ya jana kwao lazima tungewapalia kwa namna yoyote ile. Na ni mechi ngumu kiasi kwamba walikuwa wanahitaji discipline tu kwenye eneo lao la kuzuia. Hakuna kitu kingine cha ziada, kwa sababu sioni hata wao wakiwa wana hiyo nafasi ya kwenda kutafuta goli. Ukiangalia mechi ilivyokuwa, wao kufika golini kwa Young Africans ilikuwa ni kwa matukio, tena mara nyingi ni mpira ukiwa umepigwa wa kugombania ndio utafika golini. Diara anaokota kama kawaida, anaanza, timu inaondoka. Kwa hiyo Prison jana hakuwa na chochote ambacho kilikuwa kinakuaminisha wanaweza kupata hata goli moja. Ubora wa Young Africans ndio umeamua ile mechi. Kwenye baadhi ya matukio kama hivyo ambavyo wanazungumza, kuna matukio ambayo yametendeka. Kuna goli ambalo lilifungwa na offside yake, kama ambavyo pia Magunga hapo ameweza kuielezea.
na makosa ambayo yalikuwa yamefanyika, lakini pia kuna maeneo ambayo uko unaona kabisa kwamba kuna timu zikicheza unaona kwenye eneo la ulinzi hakuna kitu kingine cha kuongeza zaidi ya kuondosha mpira kwenye eneo la hatari. Lakini jana Tanzania Prisons walikuwa kama mara mbili zote ambazo walifanya hayo makosa ni kama walikuwa wanataka kupaka mpira mafuta, kitu ambacho kilikuwa hakitokei kwa ubora wao. Kulikuwa kuna haja ya wao hata kujaribu kufanya hivyo, au ilikuwa tu ni kwamba sasa sisi tuamshe tuondoke. Ashraf, na hata hiyo kwenye huo upande wa offside, ukiachana na hiyo offside ambayo ilijitokeza, pengine kuna mapungufu yoyote yale ya mwamuzi ambayo yalijitokeza au ubora fulani hivi ambao ulionekana kwenye mchezo kwa siku ya jana? Nianze na hiyo. Ya kwanza. Nianze na kwa wachezaji wa Tanzania Prisons, kwa kuna haja ya kufanya kile walichokuwa nakifanya. Big no kwangu mimi. Hawakustahili kufanya kile ambacho walikuwa wanatakiwa kufanya. Unajua ukicheza na Yanga watakiwa kuwa makini sana kwenye eneo la nyuma, na hii sio kwa timu ndogo tu, hata hizo timu kubwa ambazo wanakutana nazo Azam pia wanatakiwa kuwa na nidhamu zaidi. Huwezi kucheza na Yanga Tanzania Prisons zenu katamani kufanya build up kuanzia nyuma, ni ngumu mno. Wale jamaa wana hao wachezaji ambao wana kasi kweli, wanafanya pressing muda wote, ndio maana ulikuwa unaona moment zote ambazo wanajaribu kufanya build up kuanzia nyuma wanapora mpira, kwa sababu wachezaji wao hawana hiyo composure ya kutosha kwamba tunaweza tukakaa na mpira mtu akaja akatupa pressure then tukabaki nao mpira. Kwa hiyo mimi naamini moja kati ya mistake ambazo hata mwalimu pia alikuwa anazilalamikia pamoja na hizo hapo osha mpira kama jambo linajirudia. Nani alikuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba hilo jambo alijirudi? Ni wachezaji. Unajua mwisho wa siku ni kama mgonjwa tu, ukiwa unaumwa ukienda hospitali daktari anaweza akakupa dozi, mwenye jukumu la kumeza ni nani? Ni wewe. Lakini daktari tayari alishakwambia changamoto yako ni 1 2 3. Kwa hiyo kocha akiwa kwenye touchline anaweza akawaambieni kwamba mpango wetu ni hapa, na kwa weledi ambao kocha yuko nao siamini kama anaweza akawaambia kwamba no, tunatakiwa tuposesi mpira kuanzia nyuma, kwa sababu anajua ubora wa Yanga. Lakini kuna ile wachezaji wakati mwingine mnatoka kwenye mpango wa mwalimu, mnachanganikiwa, wakati mwingine pressure inakuwa ni kubwa, kwa hiyo haujui huu ni wakati tunatakiwa kupiga mpira mbele au unatakiwa kufanyaje. Mwisho siku watu wanakuja wanapola. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira siamini kama walikuwa comfort sana wakiwa na mpira kwenye eneo la nyuma, ndio maana kuna baadhi ya magoli wameconcede kutokana na huo uzembe kutaka kupaka rangi mpira wakiwa kwenye eneo ambalo walitakiwa hata kubutua mpira uende mbele. Lakini kwenye hiyo offside ya was clear offside kabisa. Sijui mwamuzi alikuwa anayo haina madhara, lakini si goli lilikuwa la 3 sijui no kamanda yani ni unajua ndo mambo ya busara unazungumzia, yani kwamba hata kama haina madhara tutumie busara tu, kwa sababu ingekuwa ndo goli hilo kweli. Hapo na yani hapo nimekupa logic ya mashabiki. Yes, nakuelewa sasa hiyo point yako, na nakuelewa. Watakwambia toa hilo moja yanabaki manne. Nilisikia mtu pia anasema kwamba toa hilo moja, unaelewa. Wakati tunaangalia mpira ni shabiki wa Yanga anasema ukitoa hiyo moja yanabaki hayo. Lengo ni kuangalia mpira unachezeka kwa haki, unaelewa. Kwa hiyo mistake kama zile ndo ambazo huwa tustaki, ilikuwa ni clear offside. Lakini kwa kuwa inawezekana pengine anayo hiyo mentality kwamba washafunga magoli mengi bwana, hii ni kawaida, lakini ile ilitakiwa kuwa offside. Yani ni clear offside. Yanga kwa kifupi, Yanga walinufaika na muamuzi na makosa ya muamuzi. Maeneo mengine niliona alichezesha makosa ya kibinadamu, lakini ndio hayo ambayo kila siku hayo kamanda, yani hayo makosa ya kibinadamu hayo hatutaki. Mimi huwa nawaambia siku zote kwamba katika hali ya kawaida, yani wewe wote hapa, Jessica, Juma, Evans, Magunga, wewe Ashraf, fanyeni homework yenu. Forget about ligi ya Tanzania. Angalieni iwe ni ligi ya England au hata hii FIFA Club World Cup inayoendelea sasa hivi. Uniambie kama utaona mechi moja ambayo hujaona kosa genuine la mwamuzi. Kosa genuine tu ambalo bwana hapa mwamuzi angeweza kuamua vizuri. Ni vitu vya kawaida kwenye football. Sema sasa shida ni kwamba sisi wa Tanzania huwa tuna politicize kila kitu kwenye mpira. Umeelewa? Yani mtu anaweza akakujengea hoja kwamba waamuzi labda wanaipendelea timu fulani, lakini wewe anayekujengea hoja ukimsikiliza utagundua kwamba labda ana microanalyze matukio ambayo yanahusu mpinzani wake. Let's say kama ni shabiki wa Yanga, yeye ata microanalyze. Kwa mfano jana mashabiki wa Yanga wameitumia mechi ya Simba, manake kuna ule msemo huwa unaendelea kwamba GSM wanaharibu ligi. Sasa mashabiki wa Yanga
wametumia magoli yale mepesi. Kwa mfano kuna goli moja Kibu alipiga pembeni huku lile, yani hata kipa angekuwa binti yangu Lea unaweza usimfunge, yani ni goli jepesi mno, anaweza kakeki. Kwa hiyo wameitumia hiyo, anakuambia mbona hapa msemi GSM anaharibu ligi. Tutafika huko tumeanza huku kwanza, alafu huko hiyo tumeiweka reserve. Lakini mimi wakati nimeangalia zile mechi za jana nikawa najiuliza hivi, kwa nini washambuliaji kwenye ligi yetu yani wanapata wakati mgumu kufikisha magoli 20 kwenye msimu? Mbona wakati mwingine inaonekana kama defense za timu ndogo hizi, yani ubora wao unakuwa ni maana tukisema kama ni pua, mtu utakuwa upati picha yani ukiangalia kwa mfano goli alilofunga Mudathiri ile header ile ukiangalia goli alilofunga Kibu ile linalosemwa, ukija kwenye mechi ya Azam ile ambayo amempa Tabora goli 5, unajiuliza how comes washambuliaji wetu wanashindwa ku average magoli 20? Nafikiri ni kukosa umakini. Mfano mimi nitatolea mfano kwenye mchezo wa jana. Of course hatujafikia muda, lakini jaribu kuangalia namna ambavyo Jean Chalea alishindwa kutumia jana nafasi. Clear chance 5 kwenye mchezo mmoja. Unanielewa, lakini alifunga goli hili moja. Inawezekana wanafunga, lakini ile conversion rate, yani uwezo wao kubadilisha nafasi kuwa magoli ni mdogo. Kwa hiyo sababu sio kwamba tunawalinza ambao ni top defenders, ama ni timu ambazo wanakutana na timu ambazo mfano kama ile Jumanne Alfadhili afu ndo mkongwe kwenye timu anafanya vile kiongozi mistake. Unajua mimi timu nyingi Juma nikiziangalia kwenye ligi yetu, ndio bado makocha na kazi kubwa sana kufanya, hasa kwenye namna gani ya kuziandaa hizi timu kiulinzi, kiukweli kabisa. Yani hasa Magunga kwa mfano, yeye ndio kocha wa Jumanne Alfadhili, pale kuna kitu gani ambacho ungefanya kumzuia asifanye kile alichofanya? Of course ile ni kosa binafsi la mchezaji, lakini ukitoa kosa la Jumanne Alfadhili, ukitoa na kosa ambalo alifanya kwenye eneo la ulinzi pale, kuna namna tu timu nyingi zina shida, zina udhaifu kamanda kiulinzi, na ingekuwa timu moja tungesema labda quality na vitu kama hivi, lakini pia na mimi binafsi naamini kuna shida ya coaching kamanda kwenye kuandaa hizi timu kiulinzi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.